hadi kufikia mwaka 1930 wanazuoni walikuwa wanaamini kwamba kuna aina mbili peke yake za uraibu. Walikuwa wanaamini kwamba kuna uraibu wa pombe na kuna uraibu wa dawa za kulevya kama cocaine na heroin. Ni hadi tu kama generation moja iliyopita ndipo walipogundua sasa kwamba kuna uraibu wa aina ya tatu ambao una nguvu zaidi kuliko hizo mbili walizokuwa wanazifahamu. Na huo uraibu sio uraibu wa kitu kingine, na uraibu wa kitu kinaitwa pornography. Neurologist wamegundua kwamba kuushinda uraibu wa pornography ni ngumu kuliko kuushinda uraibu wa heroin. Yaani zile withdrawal symptoms za pornography, mtu akiamua kuacha, withdrawal symptoms zake ni severe kuliko mtu akiamua kuacha matumizi ya dawa za kulevya kama heroin. Kwa utagundua kwamba uraibu wa pornography ni mojawapo kati ya uraibu wenye nguvu sana. Ukimshika mtu, ukishika maisha ya mtu, ukishika maisha ya kijana, uraibu wa pornography ni moja ya vifungo ambavyo ni vigumu sana, ni visumbufu sana kuweza kukiachia. Sasa sitaenda kwenye the nitty na gritty za dopamine na jinsi ambavyo mtu anaangalia pornography for hours, jinsi ambavyo akili yake ina chemicals zinakuwa changed. Sitaenda huko, lakini nachotaka kukisema ni kwamba unaweza ukajikuta wewe kama muamini, mtu ambaye ushamwamini Yesu Kristo, unaweza ukajikuta uko kwenye mojawapo kati ya hivi vifungo. Una kifungo labda cha pornography, au una kifungo cha substance abuse, au una kifungo chochote kile ambacho unakifahamu. Sasa mojawapo kati ya njia za kibiblia na za kimaandiko, mojawapo, sio njia pekee, mojawapo kati ya njia ambazo zinaweza zikakuwezesha kushinda vifungo ni spiritual growth, ni kukua. Nataka nikupe scripture moja tu ambayo itakusaidia kwenye kunielewa kwenye hili. Isaiah 10:27. Niruhusu nisome Kiingereza, kinanipa maana ambayo ninaitaka. Isaiah 10:27 inasema, in that day their burden will be lifted from your shoulders, their yoke from your neck. Alafu sikiliza hii part ya mwisho, the yoke will be broken because you have grown so fat. Hiyo ni NIV. Biblia hapo mwishoni Amplified Version inasema, the yoke shall be destroyed because of fatness which prevents it from going around your neck. Nabii Isaya kwa Roho Mtakatifu anasema mojawapo kati ya njia za kuvunja vifungo ambazo Mungu anazitumia ni wewe kugrow. Anatumia picha kama ya ndama au ya ng'ombe ambaye mwanzoni wakati shingo yake ikiwa nyembamba alikuwa anaweza akafungwa kifungo na kikakaa, akafungwa nira na ikakaa, lakini baadaye yule ng'ombe akanenepa. Yoke was prevented from going around their neck. Sasa hiyo ni picha yenye nguvu sana ambayo nataka uipate. Mimi na deal na vijana kwenye mambo mengi ninayoyafanya. Kwa hiyo ninajua kuna vijana ambao wana struggles, genuine struggles. Anatamani kutoka, anatamani kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, alafu anajikuta anarudi mara nyingi kwenye cycle ile ile. Sasa mojawapo kati ya njia za kutoka kwenye struggles kama hizo ni wewe kuamua kuyatoa macho yako kwenye hicho kifungo, halafu uyaelekeze kwenye ukuaji wako wa kiroho. Uyaelekeze kwenye kumuelewa Yesu, uyaelekeze kwenye kuielewa kazi ya msalaba iliyomalizika. Yaani badala ya kukitazama kifungo chako, umtazame Yesu Kristo na kumfahamu mwana wa Mungu, kumruhusu Yesu Kristo aumbike ndani yako kwa kufocus kwake zaidi. Alafu kwa kadri ambavyo unaendelea kufocus kwa Yesu Kristo na kwa kadri ambavyo anaendelea kuumbika ndani yako, ndivyo ambavyo you will grow so fat spiritually to the extent that yoke will break. It will not be able to go around you anymore because you have grown so fat. Ndio maana Yesu Kristo pia anasema, nanyi mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. The more we behold his glory, that is how we are transformed to the likeness of his image. Kwa unavyoendelea kumtazama Yesu Kristo na sio struggles na sio addictions zako, unavyohamishia mtazamo wako kwenye kumtazama Yesu na kufocus kwenye kukua, hivyo ndivyo ambavyo unabadilishwa na kumfanania Kristo bila hata wewe kujua.